Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo ndani ya uhinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni furaha kabisa tena katika taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo Jumatano tarehe 15 Julai mwaka 2026. Mimi ni Loje Longa nikuletea habari muhimu zinazojiri katika sehemu mbalimbali za Kivu Kusini, Kaskazini, Ituri, Tanganyika, Kinshasa na sehemu nyingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na taarifa muhimu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki. Katika toleo letu la leo tutakuletea taarifa kuhusu kurejea kwa utulivu katika eneo la Kipupu baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Shambulizi jipya la la DFL mjini Beni usababisha vifo vya raia na wanajeshi. Operesheni za usalama za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Tanganyika, ushirikiano wa kijeshi kati ya DRC na Misri, hali ya mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola huko Ituri, pamoja na hatua za serikali za kuwasaidia waathirika wa vita katika wilaya ya Fizi. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa ili upate habari zote kwa kina, kwa usahihi na kwa wakati. Naendelea kujuza tu kwamba Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja kabla, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha ndio nasema kujabone kwa vile vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tuanze habari tukiwa pamoja. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ushirikiana na vikundi vya wazalendo limerejesha udhibiti wa mji wa Kipupu, makao makuu ya sekta Itombwe katika wilaya ya Mwenga mkoani Kivu Kusini. Hatua imeleta matumaini mapya kwa wakazi wa eneo hilo ambalo kwa siku kadhaa walazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano yaliokuwa yakiendelea kati ya vikosi vya serikali na waasi wa Twirwaneho ambao wanadaiwa kushirikiana na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka baraza la vijana la Itombwe linalojulikana kama CLG, hali ya utulivu ilianza kurejea tangu siku ya Jumanne tarehe 14 Julai baada ya operesheni za kijeshi zilizowezeshwa kurejeshwa kwa usalama katika eneo hilo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwamba mara baada ya kurejeshwa kwa udhibiti wa eneo hilo, vikosi vya FARDC vikisaidiwa na wazalendo vilifanya doria za kina katika mji wa Kipupu na maeneo yanayozunguka ikiwemo kilima cha Nolemba ambacho kinatajwa kwa ni moja ya maeneo muhimu ya kimkakati. Katika operesheni ya kusafisha eneo hilo hakuna wapiganaji wa kundi la Twirwaneho wanaoshirikiana na waasi wa M23 waliokutwa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, waasi waliondoka usiku kuelekea upande wa Mikenge kabla ya vikosi vya serikali kuingia kikamilifu katika mji huo. Aliomba hapa nafasi wanajeshi wa serikali kuimarisha ulinzi katika maeneo yote ili kuzuia uwezekano wa kurejea kwa mashambulizi. Licha ya kurejea kwa utulivu, hali ya kibinadamu ambayo inaendelea kuwa ni ya wasiwasi, mamia familia zimelazimika kukimbia makazi yao wakati wa mapigano na wengi bado hawajasubutu kurejea nyumbani. Baadhi yao wamepata hifadhi katika vijiji jirani, huku wengine wakitegemea msaada wa ndugu na jamaa zinazowapokea. Mashirika ya kijamii pamoja na viongozi wa eneo wameanza kufanya tathmini ya hasara zilizosababishwa na mapigano hayo. Tathmini hizo zinalenga kubaini idadi halisi ya watu waliokimbia makazi yao, nyumba zilizoharibiwa pamoja na mahitaji ya haraka ya kibinadamu kama vile chakula, maji safi, dawa, huduma za afya na vifaa vya kujistiri. Kwa upande mwingine, viongozi wa kijamii wameeleza kuwa kurejeshwa kwa utulivu ni hatua muhimu, lakini bado wananchi wanahitaji kuhakikisha usalama wa kudumu kabla ya kurejea kikamilifu katika vijiji vyao. Wamesisitiza umuhimu wa kuendelea kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama ili kuzuia makundi yenye silaha kurejea tena katika eneo hilo. Baadhi ya wakazi walioanza kurejea Kipupu wameeleza kuwa wanafurahia kuona hali ikianza kubadilika, lakini bado wanaishi kwa tahadhari kutokana na kumbukumbu za mapigano na ulazimu kuacha mali zao na kukimbia kwa haraka. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kwa kurejeshwa kwa udhibiti wa Kipupu kuna umuhimu mkubwa kutokana na nafasi yake ya eneo hilo katika sekta ya Itombwe. Hata hivyo, wanaona kuwa hali inaweza kubadilika kwa haraka endapo makundi yenye silaha tajaribu kujipanga upya katika maeneo karibu sana kuelekea Mikenge ambako taarifa zinaonyesha baadhi ya waasi walipokimbilia. Kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wanaendelea na operesheni za kuimarisha usalama katika Kipupu na maeneo yanayozunguka, huku mamlaka za eneo hilo zikitaka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi ili kutoa taarifa za haraka kuhusu mienendo yote inayoweza kuhatarisha usalama. Kivu News Info itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika Kipupu, Mikenge na maeneo mengine ya Itombwe ili kuletea taarifa sahihi za kuaminika kadri zitakavyokuwa zinapatikana. Hapa tunaingia Kipupu, mji wa Kipupu. Hapa ni Kipupu hapa. Hapa ni hii njoma Manganda. Ile Manganda. Mabotike hii.
Nataka kamata hapa kabisa. Mimi ni Colonel kabisa. Mimi matagadara huyo. Naona mwingine kisha control yote mzima kabisa. Ajua amekimbia. Leo ni siku ya ngapi? Leo ni siku ya ngapi? Najua leo ni siku ya pili. Leo ni siku ya pili leo. Leo ni siku ya pili kabisa. Amechoma mwingine yote mbaya. Kabisa alifanya wa mwingine. Alikuwa na haribu. Kabisa alikuwa anafanya mavitu. Ona kabisa alikuwa anafanya alikuwa anabomoa manyumba za warahi. Kabisa ina control eneo kabisa. Colonel kauza. Huyu mnione. Nione kabisa. Ndipo ndio tumemchapa kabisa. Ameacha vitu vingi. Ni vile kabisa. Hali ya usalama endelea kuzorota katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini baada ya watu 7 kupoteza maisha katika shambulio jipya lilotekelezwa na waasi wa DF siku ya jana alfajiri Jumanne tarehe 14 Julai. Mashambulizi hayo yamelenga vitongoji vya Sayo na Matembo vilivyoko katika Municipal Mulekera na kusababisha vifo vya raia pamoja na wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka vyanzo vya usalama na viongozi wa eneo hilo, watu 7 wamefariki dunia wakiwemo raia 4 na wanajeshi 3 wa FARDC waliuawa wakati wakijaribu kukabiliana na mashambulizi hayo. Raia 4 waliuawa katika seli ya Mbutaba na Mvuala ambako washambuliaji walivamia makazi ya wananchi na kutumia silaha za moto kuwaua wahanga hao. Watu kadhaa walijeruhiwa vibaya katika shambulio hilo na kwa sasa wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo mbalimbali vya afya ndani ya mji wa Beni. Baada ya mashambulizi yao, vijana wa kujitolea walifika haraka katika eneo la tukio kwa lengo la kuondoa miili waliofariki na kupeleka katika chumba cha kuhifadhi maiti wakisubiri taratibu za mazishi. Akizungumza baada ya kutembelea eneo la tukio, kiongozi wa kundi la kiraia la shinikizo la Veranda Musanga, Fiston Isambiro, amesema kuwa amekuta miili 4 raia akiwemo dereva mmoja wa bodaboda ambaye pia alipoteza maisha katika shambulio hilo. Amesema tu haraka wanajeshi wa FARDC kuingia kati haraka imezoa washambuliaji hao kuendelea kusababisha maafa makubwa zaidi. Fiston Isambiro amewataka wakazi wa Beni kutokata tamaa wala kuingiwa na hofu kupita kiasi, bali endelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa zinazoweza kusaidia kuzuia mashambulizi mengine. Amesisitiza kuwa umakini wa wananchi ni muhimu katika kipindi hiki ambako makundi yenye silaha endelea kutishia usalama wa raia. Mbali na raia waliouawa, taarifa kutoka vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa waasi waliweka mtego dhidi ya vikosi vya FARDC kilichokuwa kifanya doria katika eneo hilo. Katika shambulio la kuvizia, wanajeshi 3 waliuawa wakiwa mstari wa mbele wakitetea usalama wa wananchi, huku wengine wakifanikiwa kuwafukuza washambuliaji hao baada ya mapigano makali. Mashambulizi hayo yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa vitongoji vya Sayo, Matembo na maeneo ya jirani. Familia nyingi ziliacha nyumba zao kwa haraka zikichukua mali chache waliweza kubeba na kuelekea katikati ya mji wa Beni pamoja na maeneo mengine yanaonekana kuwa salama zaidi. Baadhi ya wakazi waliozungumza na vyombo vya habari wanasema kuwa wana hofu ya kurejea majumbani mwao kutokana na uwezekano wa waasi kufanya mashambulizi mengine wakati wa usiku, jambo ambalo limekuwa likijirudia mara kwa mara katika eneo hilo. Mashirika ya kiraia yameeleza wasiwasi wake kuhusu kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na hatia, yakitoa wito kwa mamlaka za kijeshi kuongeza operesheni za ulinzi katika maeneo yanayozunguka mji wa Beni, hususan katika vitongoji vinavyopakana na misitu ambayo mara nyingi hutumiwa na waasi kama maficho. Kwa upande wake, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea na operesheni za kuwatafuta washambuliaji hao huku likiamarisha ulinzi katika maeneo yaliyoathirika. Vikosi vya usalama vinaendelea kufanya doria za mchana na usiku ili kuzuia mashambulizi mengine na kurejesha ile utulivu kwa wananchi. Shambulizi hili miongoni mwa matukio ya karibu yanaendelea kuonyesha changamoto ya usalama katika eneo la Beni ambako waasi wa DF wanaendelea kutumiwa kuhusika na mauaji ya raia, utekaji nyara pamoja na mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama. Hali hiyo inaendelea kuwatia mahofu maelfu ya wananchi wanaoishi katika maeneo yanayokabiliwa na tishio la makundi yenye silaha. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limezidisha juhudi za kuimarisha usalama katika mkoa wa Tanganyika na kuendesha operesheni maalum za kuwasaka wanajeshi waliotoroka jeshini, watu wanaodaiwa kujipenyeza katika maeneo ya kijeshi pamoja na uhalifu wa mjini wanaohusishwa na vitendo vya uhalifu vinavyohatarisha usalama wa wananchi. Operesheni ilifanyika siku ya Jumatano tarehe 13 Julai katika mji wa Kalemi, makao makuu ya mkoa wa Tanganyika, pamoja na maeneo mbalimbali yanayoizunguka. Kwa mujibu wa jeshi, hatua ni sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha usalama na kuzuia vitendo vyote vinavyoweza kuhatarisha amani na utulivu wa wananchi. Vikosi vya FARDC vilifanya msako katika maeneo kadhaa yanayotajwa kuwa ni hatari kwa kutumiwa na wahalifu kujificha kupanga mashambulizi. Operesheni hiyo ilihusisha ukaguzi wa watu na magari pamoja na upekuzi wa baadhi ya maeneo yanayoshukiwa kuwa maficho ya wahalifu na watu wanaokiuka sheria.
Kwa mujibu wa jeshi, lengo kuu la operesheni hiyo ni kuwabaini na kuwakamata wanajeshi waliotoroka kutoka katika vikosi vyao bila ruhusa, watu wanaodaiwa kujipenyeza ndani ya mifumo ya usalama kwa malengo ya kuvuruga utulivu, pamoja na makundi ya uhalifu wa majini yanahusishwa na wizi wa kutumia silaha, uporaji na uvamizi wa makazi ya wananchi na vitendo vingine vya uhalifu. Maafisa wa FARDC wameeleza kwa operesheni hii sehemu ya doria za msako mara kwa mara inafanywa katika mikoa mbalimbali ya nchi, hasa katika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kiusalama. Wanasema hatua inalenga kuzuia mapema vitendo vya uhalifu kabla vijasababisha madhara makubwa kwa wananchi. Jeshi limebainisha kuwa kuendelea kuwepo kwa wanajeshi waliotoroka jeshini ni moja ya changamoto zinazoweza kuhatarisha usalama wa taifa, kwa kuwa baadhi yao kujihusisha na makundi ya uhalifu na kushirikiana na makundi yenye silaha yanayofanya shughuli za kihalifu. Kutokana na aliyo, FARDC imeahidi kuendelea kuwasaka wote wanaokiuka sheria za kijeshi na kuwafikisha mbele ya vyombo husika vya haki. Kwa upande wa ngazi ya Wakalemi, operesheni hiyo imepokelewa kwa mitazamo tofauti. Wengi wamepongeza hatua ya kijeshi wakisema kuwa imeongeza hali ya kujiamini na matumaini ya kurejeshwa kwa usalama, hasa baada ya kuwepo kwa malalamiko ya vitendo vya ujambazi na uhalifu wa kutumia silaha katika baadhi ya maeneo ya mji huo. Wengine wametaka FARDC kuhakikisha operesheni hizo zinafanyika kwa kuzingatia haki za sheria na kuepuka usumbufu usio na lazima kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Tunaona kuja wakati ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuimarisha mikakati ya kukabiliana na changamoto za kiusalama katika maeneo mbalimbali ya nchi kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira ya amani na kufanya shughuli zao za kijamii na kiuchumi bila hofu. Lundi 13 juillet 2026 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé à une opération de traque des déserteurs, des infiltrés et des bandits urbains sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Pour certains des infiltrés, certains des déserteurs et certains des bandits urbains ont été acheminés à la prison centrale, notamment de Kalemi, en attente des poursuites judiciaires. À cela, le commandant qui j'ai avancé ainsi que le commandant des opérations recommandent à la population de ne céder à aucune panique ni mauvaise interprétation des faits, car cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une routine sécuritaire et vigilance dans la province du Tanganyika. Et nous recommandons à la population de Kalemi Centre ainsi que les périphériques de pouvoir dénoncer toute personne inconnue. Gavana mkoa wa Tanganyika Christian Kitungwa Muteba ametoa kauli kali kuhusu hali ya usalama katika mkoa huo, akisisitiza kuwa serikali ya mkoa haitaruhusu hata kwa namna yote Tanganyika kutumika kama eneo la kujipanga kupanuka kwa waasi wa muungano M23 wala watu wanadaiwa kuwaunga mkono. Kauli ametoa mara tu baada ya kurejea mjini Kalemi kufuatia operesheni kubwa ya usalama zilizotekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumatatu tarehe 13 Julai. Operesheni hiyo ililenga kuwasaka wanajeshi waliotoroka jeshini, watu wanaoshukiwa kujipenyeza katika mkoa huo pamoja na wahalifu wanaoweza kuhatarisha usalama wa wananchi. Akizungumza mbele ya wananchi na viongozi wa ndani, Gavana Christian Kitungwa amesema mamlaka za mkoa zina taarifa kuhusu watu wanaodaiwa kutumwa kuingia katika Tanganyika kwa lengo la kuanzisha mtandao wa waasi au kuvuruga hali ya usalama. Amesema vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo yote inayotishia shaka na kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya yote atakayebanika kuhusika. Katika tamko lake, gavana alisisitiza kuwa Tanganyika si eneo ambalo M23 inaweza kujikita au kupata nafasi kuanzisha shughuli zake. Aliongeza kuwa watu wanadaiwa kutumwa kwa wajumbe, mawakala wa wapenyeji wanapaswa kufahamu kuwa mamlaka za tayari na taarifa zao na kwamba zinaendelea na operesheni za kuwasaka na zitaendelea bila kusita. Kalemi kuja siku moja tu baada ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia kuendesha operesheni kubwa ya ukaguzi katika maeneo mbalimbali ya mji wa Kalemi. Kwa mujibu wa jeshi, operesheni ilifanyika kuwakamata watu kadhaa ikiwemo wanajeshi waliotoroka kutoka katika vikosi vyao vya pamoja na watu wanaoshukiwa kuhusika na shughuli zinazoweza kuhatarisha usalama wa mkoa. Hatua hizo zinakuja wakati ambako taarifa na uvumi kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa watu wanaojaribu kujipenyeza katika mkoa wa Tanganyika inaendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa wananchi. Kutokana na hiyo, vyombo vya usalama vimeongeza doria na operesheni za mara kwa mara ili kuwazuia mapema tukio lolote kabla halijageuka kuwa tatizo kubwa kwa usalama. Tanganyika inapakana na mkoa wa Kivu Kusini ambako kwa muda
mrefu limekuwa likikabiliwa na mapigano kati ya FARDC, wazalendo na makundi mbalimbali yenye silaha ikiwemo AFC M23. Yale yamefanya Tanganyika kuwa miongoni mwa mikoa inayopewa uangalizi maalumu na serikali ya kitaifa ili kuzuia mzozo kuenea katika maeneo mengine ya nchi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, kuimarishwa kwa operesheni za kijeshi na kukaguzi katika Kalemi kunaonyesha dhamira ya serikali ya kuzuia mapema jaribio lolote la kuingiza wapiganaji silaha au mitandao ya uasi katika mkoa huo. Wanasema hatua za tahadhari zinaweza kusaidia kulinda utulivu wa Tanganyika ikiwa zitatekelezwa kwa weledi na ushirikiano wa wananchi. Kwa upande wake Gavana Christian Kitungwa Muteba ametaka wakazi wa Tanganyika kuendelea kushirikiana na FARDC, jeshi la polisi pamoja na idara nyingine za usalama kwa kutoa taarifa kuhusu mtu yeyote, kundi la au shughuli yote inayotishia shaka. Amesema ushirikiano wa wananchi ni silaha muhimu katika kuzuia uhalifu na kulinda amani ya mkoa. Amesisitiza kuwa vita dhidi ya uhalifu na majaribio ya kujipenyeza kwa makundi yenye silaha si jukumu tu la vyombo vya usalama pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi anayependa kuona Tanganyika ikiendelea kuwa eneo la amani, utulivu na maendeleo. Huku hali ya tahadhari ikiendelea kuimarishwa, mamlaka za mkoa zimehakikishia wananchi kuwa FARDC itaendelea kufanya operesheni za mara kwa mara katika Kalemi na maeneo mengine ya Tanganyika ili kuhakikisha hakuna kundi lenye silaha, mtandao wa uasi au uhalifu wanaopata nafasi ya kuvuruga usalama wa mkoa huo wa Tanganyika. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kuendelea kutoa msaada wa kibinadamu kwa wananchi waliolazimika kuyahama makazi yao pamoja na wale waliojeruhiwa kutokana na mapigano yanayoendelea katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Ahadi imetolewa na waziri wa nchi anayehusika na masuala ya kijamii, misaada ya kibinadamu na mshikamano wa kitaifa, Bazaiba Masudi, wakati alipokutana na wajumbe wa wabunge wa kitaifa walichaguliwa kutoka wilaya ya Fizi katika kikao kilichofanyika siku ya jana Jumanne tarehe 14 Julai mjini Kinshasa. Mkutano ulifanyika katika kipindi ambacho hali ya kibinadamu katika maeneo ya milima ya Minembwe na sehemu nyingine za Fizi ndio kwamba kutokana na mapigano mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha ambayo imesababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao na wengine kujeruhiwa. Kwa mujibu wa bunge yao, lengo la ziara ilikuwa ni kufuatilia hatua zilizochukuliwa na serikali baada ya kuwasilisha barua rasmi kwa wizara ya masuala ya kijamii wakitaka msaada wa dharura kwa wananchi waliokumbwa na athari za vita katika maeneo mbalimbali ya Fizi. Wabunge wao walieleza kuwa hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ya kusikitisha, hasa katika maeneo nyanda za juu na zunguka Minembwe ambako wale wengi zimepoteza makazi, mali na vyanzo vyao kujipatia kipato kutokana na mapigano na mashambulizi yaliyosababishwa na uharibifu mkubwa. Walieleza serikali kuu, hospitali na vituo vya afya katika maeneo yaliyoathiriwa vinaendelea kupokea majeruhi wa vita kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa dawa, vifaa vya tiba na rasilimali nyingine muhimu za kuwahudumia waathirika. Katika mazungumzo yao, waziri wa nchi Bazaiba Masudi aliwahakikishia wabunge wao kuwa serikali imepokea kwa uzito mkubwa kilio cha wananchi wa Fizi na kwamba tayari swala hilo limefanywa kazi ndani ya serikali ili kuhakikisha hatua za haraka zinachukuliwa. Alisema serikali itaendelea kutaratibu msaada wa kibinadamu kwa kushirikiana na taasisi za kitaifa pamoja na mashirika ya kibinadamu kwa lengo la kuwafikia wananchi waliopoteza makazi yao, familia zinazohitaji msaada wa chakula, huduma za afya, maji safi, makazi ya muda na mahitaji mengine muhimu. Walisisitiza kuwa serikali na haitawaacha pekee yao walioathirika na vita na kwamba juhudi zitaendelea kuhakikisha wananchi waliokimbia makazi yao wanapata msaada unaostahili, huku mpango wa kurejesha hali ya kawaida ukiendelea kutekelezwa. Kwa upande wao, wabunge wa Fizi walieleza matumaini yao kwa dio na serikali itatekelezwa kwa haraka kutokana na ukubwa wa mahitaji yaliyopo katika maeneo yaliyoathirika. Walisema maelfu ya wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu, huku wengi wakihitaji msaada wa haraka ili kuokoa maisha yao. Wasitiza pia umuhimu wa kuendelea kuimarisha usalama katika maeneo ya Fizi na Minembwe ili kuruhusu wananchi kurejea katika makazi yao kwa usalama na kuanza upya shughuli zao za kila siku. Kwa mujibu wa bunge yao, kurejeshwa kwa amani kutarahisisha pia utoaji wa msaada wa kibinadamu wananchi waliokuwa katika maeneo ambayo bado ni vigumu kufikiwa kutokana na hali ya usalama. Mkutano kati ya waziri wa nchi Bazaiba Masudi na wabunge wa Fizi unaonekana kuwa sehemu za juhudi za serikali za kuimarisha mwitikio wa kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa na vita mashariki mwa nchi ambako maelfu ya wananchi wanaendelea kuhitaji msaada wa dharura. Wakati hali usalama ikiendelea kuwa changamoto katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini, wananchi wa Fizi na maeneo mengine ya Minembwe wanaendelea kutoa wito kwa serikali na mashirika ya kibinadamu kuongeza kasi ya utoaji wa misaada pamoja na kuimarisha ulinzi na kupunguza mateso kwa raia. Jeshi la Kiarabu la Misri limeahidi kuendelea kuimarisha ushirikiano wake na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kusaidia mchakato wa kuimarisha taaluma, uwezo wa kivita na utendaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ahadi hiyo imetolewa wakati wa mazungumzo ya pande mbili yaliyofanyika jijini
Kiaro kati ya viongozi wa sekta ya ulinzi wa nchi hizo mbili. Mazungumzo yalijikita katika kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu katika masuala ya ulinzi, mafunzo ya kijeshi na ujenzi wa uwezo wa taasisi za kijeshi nchini DRC. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa baada ya kikao hicho, nchi hizo mbili zimekubaliana kuweka mbele maeneo kadhaa ya ushirikiano wa kimkakati yanayotaka kuijenga FARDC kwa jeshi lenye weledi zaidi, lenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za usalama zinazokabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa maeneo yaliyopewa kipaumbele ni mafunzo ya vikosi kamili vya kijeshi, kuongeza uwezo wa maafisa na makamanda wa FARDC kupitia mafunzo ya kitaaluma, kuboresha miundombinu ya shule za kijeshi nchini DRC, pamoja na kubadilishana utaaluma katika sekta ya uhandisi wa kijeshi. Misri imekubali kushiriki katika programu ya kuwajengea uwezo wa wanafunzi wa kijeshi wa Kongo ili kuhakikisha kuwa maarifa na mbinu mpya za kisasa zinaweza kuendelea kufundishwa ndani ya taasisi za kijeshi za nchi hizo bila kutegemea wataalamu kutoka nje kwa kiwango kikubwa. Serikali ya Misri imeeleza kuwa iko tayari kusindikiza Kinshasa katika utekelezaji wa mpango huo, ikisema kuwa ushirikiano huu unalenga kuharakisha mchakato uliofanyika ukifanya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa jeshi la kisasa lenye nidhamu, uwezo mkubwa wa operesheni na linaloweza kujibu kwa ufanisi changamoto za kiusalama zinazojitokeza nchini. Hatua hii inakuja wakati ambako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliana na makundi mbalimbali yenye silaha, hususan katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri, ambako serikali imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kuendelea kujijengea uwezo wa jeshi lake ili kulinda mamlaka ya dola na usalama wa wananchi. Pembeni ya mazungumzo ya ushirikiano, makamu wa waziri mkuu wa DRC anashughulikia ulinzi wa taifa na upiganaji wa zamani Gika Mombo Mwandia Vita alitoa heshima kwa wanajeshi wote walipoteza maisha wakitumikia taifa lao. Katika hafla alitembelea mnara wa kumbukumbu ya askari aliyojulikana uliopo jijini Kiaro, ambako ni moja ya maeneo muhimu ya kihistoria ya jeshi la Misri. Akiwa katika eneo hilo, aliweka shada la maua kama ishara ya heshima kwa askari walijitolea maisha yao ya kutetea nchi zao na kulinda amani. Baadaye ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulitembelea kituo cha uandishi wa kijeshi cha jeshi la Misri, ambako ulipokea maelezo kuhusu namna taasisi hiyo inafanya kazi, mfumo wake wa uendeshaji wa mchango wake katika kuimarisha uwezo wa majeshi ya Misri. Wajumbe pia walipata fursa ya kutembelea maonyesho ya vifaa mbalimbali vya kisasa vya kijeshi pamoja na magari ya kijeshi yanayobuniwa na kutengenezwa ndani ya Misri. Serikali inalenga kuwapa viongozi wa Kongo uzoefu kuhusu maendeleo ya sekta ya viwanda vya kijeshi na uwezekano wa kuimarisha ushirikiano wa kiufundi kati ya nchi hizo mbili. Kwa sababu pande zote mbili zimeonyesha kuwa nia yao ni kuendelea kuimarisha ushirikiano wao kupitia kubadilishana uzoefu, mafunzo ya kijeshi, uhamishaji wa kiteknolojia na utaaluma, pamoja na utekelezaji wa miradi utakuchangia kuifanya FARDC kuwa jeshi la kitaalamu zaidi na lenye uwezo mkubwa wa kulinda mipaka na wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari asubuhi ya leo Jumatano tarehe 15 Julai mwaka 2026. Tumekuletea kwa kina taarifa mbalimbali zikiwemo maendeleo ya hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi za vyombo vya ulinzi katika kurejesha amani ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika na mapigano, pamoja na taarifa nyingine muhimu kutoka ndani na nje ya mipaka yetu. Tunashukuru kwa kuendelea kutupa imani na kutuchagua kama chanzo chenu cha habari za hakika zenye uwiano na zinazowafikia kwa wakati. Mimi ni Telo Jilonga, na kwa niaba ya timu nzima Kivu News Info natakia siku njema yenye amani, usalama na mafanikio tele katika shughuli zenu za kila siku. Leo nilikuwa nasi kupitia majukwaa yetu mbalimbali ya kwa taarifa zaidi na za hivi punde. Basi na niendelee kuhitimisha na kusema kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla ya kuondoka ningekuomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kweme, vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi ni kwa bye bye na channel, tukutane tena katika taarifa zetu za baadaye.